Na moja kwa moja toka Dodoma, Tanzania. Uwarigani, ujambo na karibu kwa mara nyingine tena katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Habari muhimu ambazo tunazo usiku huu ni pamoja na Rais Dr. Mwinyi ateua baraza la mawaziri lenye wizara 20. Katika habari za kimataifa, kundi la G7 la kosoa vita vya Sudan. Na katika michezo, klabu ya Yanga waja na shule ya michezo. Uwarigani, karibu popote pale ambapo upo na tufuatilia vyema zaidi katika matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka Dodoma, Tanzania. Hii ni Sky TV. Mimi ni Maliango Mogeta, karibu katika ulimwengu wa habari. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa uteuzi wa mawaziri wateule unalenga kuimarisha kasi zaidi ya maendeleo katika kipindi cha pili cha awamu ya 8 sambamba na kuhakikisha kuwa huduma muhimu kwa wananchi zinatolewa kwa ufanisi pamoja na wazi, huku akiwasisitiza weledi, uadilifu na kuzingatia maslahi mapana ya taifa. Ibrahim Jamal ana taarifa ifuatayo. Akitangaza uteuzi huo Ikulu mjini Unguja, Dr. Mwinyi amesema baraza hilo limeundwa kwa lengo la kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi, kukuza uchumi wa Zanzibar na kusimamia maendeleo katika sekta mbalimbali. Ofisi ya Rais Ikulu, waziri atakuwa Dr. Saada Mkuya Salim. Pili, ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, waziri atakuwa Dr. Harun Ali Suleiman. Tatu, ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, waziri atakuwa Idrisa Mustafa Kitwana. Ya nne, ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa sasa itabaki wazi. Ya tano, ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, waziri atakuwa Hamza Hassan Juma. Ya sita, Wizara ya Fedha na Mipango, waziri atakuwa Dr. Juma Malik Akil. Naibu waziri katika ofisi hii atakuwa Dr. Hamad Omar Bakari. Ya saba, Wizara ya Kazi na Uwekezaji, waziri atakuwa Sharif Ali Sharif. Ya nane, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, waziri atakuwa Rahma Kasim Ali. Naibu waziri atakuwa Salha Mohamed Mwinjuma. Ya tisa, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, waziri atakuwa Leila Mohamed Musa. Naibu waziri atakuwa Khadija Salum Ali. Ya kumi, Wizara ya Afya kwa sasa hivi itabaki wazi. Ya 11, Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Hii ni moja katika wizara ambazo tumezibadilisha. Sasa hivi itaitwa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Waziri atakuwa Riziki Pembe Juma. Naibu waziri atakuwa Ali Abdul Gulam Hussein. Ya 12, Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, waziri atakuwa Suleiman Masud Makame. Naibu waziri atakuwa Dr. Salum Sud Hamid. Ya 13, Wizara ya Maji, Nishati na Madini, waziri atakuwa Nadir Abdul Latif Alwardi. Naibu waziri atakuwa Saif Kombo Pando. Ya 14, Wizara ya Uchumi wa Bluu, waziri atakuwa Masudi Ali Muhammad. Naibu waziri atakuwa Mboja Ramadhan Mshenga. Ya 15, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, waziri atakuwa Dr. Khalid Salum Muhammad.
Naibu waziri atakuwa Badria Atai Masud. Ya 16, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Kama nilivyosema, wizara hii itabaki wazi kwa sasa. Ya 17 ni Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda. Nayo kwa sasa itabaki wazi. Ya 18, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Waziri atakuwa Atanas Paul. Naibu waziri atakuwa Zawadi Amur Nasor. Ya 19, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Waziri atakuwa Mudrik Ramadhan Suraga. Naibu waziri atakuwa Mohamed Sijamin Mohamed. Na ya 20, Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Waziri atakuwa Shabani Ali Othman. Naibu waziri atakuwa Hassan Hamis Hafidh. Huo ndo mkeka. Hii ni mara ya pili kwa Dr. Mwinyi kuunda baraza kamili la mawaziri tangu alipoingia madarakani mwaka 2020, ambapo ameachia nafasi 4 wazi kwa ajili ya wajumbe wa baraza la wawakilishi kutoka chama cha ACT Wazalendo ambacho kimepata majimbo 10 kati ya majimbo 50 ya Zanzibar. Mawaziri wateule wanatarajiwa kuapishwa Jumamosi Novemba 15, 2025 saa 8 mchana katika viwanja vya Ikulu mjini Unguja. Mimi ni Ibrahim Jamali, Sky TV. Naam, ni kutoka Zanzibar kwa taarifa hiyo kuhusu baraza la mawaziri lenye wizara takribani 20 na takribani 4 zikiwa ziko wazi kisubiri utaratibu mwingine. Na sasa tunaelekea jijini Dodoma, ambapo huko taarifa kubwa ni kuhusu Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limethibitisha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa waziri mkuu wa 12 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na baada ya kupata kura 369 kati ya kura 371 ambazo zilipigwa na wabunge, huku akitarajiwa kuapishwa hapo kesho Novemba 14 katika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Midi Joseph ana taarifa zaidi. Mapema leo katika kikao cha 3 cha mkutano wa kwanza wa bunge la 13, spika wa bunge Musa Azani Zungu alipokea taarifa kutoka kwa mpambe wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Brigedia Jenerali Nyamburi Mashauri, kuhusu uteuzi wa Dr. Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo, kwa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba, nimemteua Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba Baadaye kura zikapigwa na wabunge, na matokeo ya kura hizo, kura 369 kati ya kura 371 zikathibitisha jina la Dr. Mwigulu Nchemba. Idadi ya kura za hapana 0. Kura zilizoharibika 2. Kura za ndio 369. Na hii inafanya idadi ya kura zote zilizopigwa kuwa 371. Hivyo, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amethibitishwa na bunge kuwa waziri mkuu kwa jumla ya kura 369. Tumfahamu Mwigulu Lameck Nchemba alizaliwa Makunda, wilaya ya Iramba, mkoani Singida, Januari 7 mwaka 1975. Ni mtaalamu wa uchumi na mwanasiasa wa CCM nchini Tanzania, ambaye amehudumu kama mbunge aliyechaguliwa wa jimbo la Iramba Magharibi tangu mwaka 2010. Historia na elimu. Dr. Mwigulu Nchemba alisoma shule ya msingi Makunda, kisha kuhamia shule ya sekondari Ilmoru kwa ajili ya elimu ya kati. Alimalizia masomo yake ya A-level katika shule ya sekondari Mazengo, akihitimu mwaka 2000 akiwa na stahiki sawa na diploma ya shule ya sekondari mnamo mwaka 2001.
alikubaliwa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akihitimu shahada ya kwanza ya uchumi mwaka 2004. Baadaye alipata shahada ya uzamili ya uchumi mwaka 2006. Pia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam baadaye alipata shahada ya uzamivu PhD katika uchumi kutoka chuo hicho hicho. Mwaka 2010 alichaguliwa kwa mbunge wa Iramba Magharibi na karudishwa tena bungeni kwa kipindi cha 2015 na 20. Kwanza alihudumu kama naibu waziri wa fedha baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Hayati Dr. John Magufuli alimteua kwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi. Mwaka 2016 alibadilishwa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Na tarehe 2 Mei 2020 aliteuliwa kwa waziri wa sheria, na mnamo Machi 31, 2021 baada ya kuundwa kwa baraza la mawaziri la 6, Dr. Nchemba alichukua wadhifa wa waziri wa fedha na mipango. Mnamo Julai 4, 2023 aliendelea kushikilia wadhifa wa waziri wa fedha. Hatimaye leo Novemba 13, 2025, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua kwa waziri mkuu wa Tanzania kimrithi Kassim Majaliwa. Baada ya kuthibitishwa rasmi kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba ameahidi kuendeleza misingi ya uwajibikaji, uadilifu na ushirikiano kati ya serikali na bunge. Watumishi wa umma na Watanzania sote tuwe tayari. Lazima tuende kwa gia ya kupandia mlima. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye bahari yenye mawimbi. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye anga lenye mawingu. Lazima chombo kifike salama na watu wake wakiwa salama. Kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa, na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan atamwapisha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kesho Novemba 14, uapisho ambao utafanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Wakati huo mbunge wa jimbo la Babati Vijijini Mheshimiwa Daniel Silo amechaguliwa kuwa naibu spika wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata kura zote zilizopigwa na waheshimiwa wa bunge 371. Naomba niwaahidi tu ushirikiano kwenu, na niombe sana ushirikiano kwenu katika kutimiza wajibu huu ambao nimekabidhiwa siku ya leo. Mheshimiwa Spika, nikuahidi kwa ushirikiano mkubwa na kushauri kwa uadilifu mkubwa kwa manufaa ya Watanzania. Mindi Josefu, Sky TV. Naam, Tanzania imeandika historia nyingine kubwa zaidi, na kila laheri kwa wote ambao wameweza kupata nafasi hizo, na matumaini ni makubwa kwamba watazitumikia inavyotakiwa. Naam, jamii imeaswa kuacha tabia ya kutumia mitandao ya kijamii kuwaumiza na kuwadhalilisha watu wengine. Hususani kuweza kufanya hivyo hii ni kuvunja haki za watu na kinyume cha sheria za nchi. Tunaungana naye Zinazile Msimwa kwa taarifa zaidi. Akizungumza katika mafunzo ya kuwajengea uwezo watendaji wa madawati ya kijinsia na watoto leo Novemba 13, 2025 katika chuo cha polisi Zanzibar, wakili na mwanasheria wa Jeshi la Polisi Commission ya Polisi Zanzibar, mkaguzi wa polisi INSP Sadiki Al-Sultani amesema kumtisha, kumsumbua au kumshurutisha na kumuumiza kihisia mtu kwa kutumia mitandao ni kinyume na kifungu cha 23(1) cha sheria ya makosa ya mitandao, ambapo adhabu yake ni faini isiyopungua milioni 5 au kifungo kisichopungua miaka 3 au vyote kwa pamoja. Kimsingi tunatoa mafunzo yanayohusiana na makosa ya kimtandao yanayodili hasa na masuala mazima ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya mtoto, ambapo katika sheria hii ya makosa ya kimtandao kwa maana ya Cybercrime Act
imezungumzia baadhi ya makosa yanayohusiana na masuala hayo ya ukatili dhidi ya mtoto. Mfano cyberstalking. Cyberstalking maana yake ni kitendo cha kuweza kutuma taarifa za uongo au chuki katika mitandao dhidi ya mtu fulani. That is a cyberstalking. Lakini cyberbullying kuweza kutuma taarifa. Zinaweza zikawa hizo taarifa ni za kweli, lakini wewe unatuma kwenye mitandao pasi na ridhaa ya mhusika. Hilo ni cyberbullying. Lakini tunapozungumzia pornography, maana yake hili ni kosa linalohusiana na masuala ya kuweza kutuma aidha ni picha au video za kingono katika mitandao. Na tunapozungumzia mfano hilo child pornography, maana yake ni kuweza kutuma picha au video za kingono dhidi ya watoto. Na sexting au trolling maana yake ni kuweza kutuma jumbe fupi, tunaita unsolicited messages, kuweza kutuma jumbe fupi katika mitandao kwa ajili ya kuweza kuumiza zile hisia za mtu. Lazima sasa jamii iweze kufahamu kwamba ipo sheria inayosimamia makosa ya kimtandao kwa maana Cybercrime Act, lakini pia katika ile sheria yako makosa ambayo yanajihusisha moja kwa moja na ukatili dhidi ya mtoto na udhalilishaji wa kijinsia. Na sisi kama polisi ambao ndio wasimamizi wa hizi sheria tunapaswa kuweza kuchukua hatua pale ambapo mtu anakwenda kuripoti kwenye kituo cha polisi au kwenye dawati la jinsia na watoto. Mtendaji wa dawati la jinsia na watoto kutoka makao makuu ya polisi Staff Sergeant Makame Katibu Makame na afisa hifadhi kitengo cha mtoto kutoka idara ya ustawi wa jamii Fatuma Maulid ni miongoni mwa washiriki wa mafunzo ya namna ya kushughulikia makosa ya uadilishaji wa kijinsia na watoto. Wamesema mafunzo hayo yamewajengea kushughulikia kesi za uadilishaji kwa ufanisi. Semina hii ya mafunzo kwa sisi watendaji wa dawati ni semina muhimu sana kwa sababu tutajengea misingi imara katika hali ya kushughulikia mashauri haya ya udhalilishaji kwa ufanisi wa hali ya juu zaidi. Lakini pia kwenda mbali zaidi kufahamu namna gani ya kuweza kutoa huduma adhimu kwa wale ambao ni manusura wa makosa haya ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Na kwa ujumla ndani ya siku hizi ambazo tuko hapa tutajifunza mengi sana, ikiwemo pamoja na kupata elimu ya taaluma ya kisheria, lakini pia kujua makosa yenyewe, vijenga kosa vya makosa yenyewe, lakini pia namna ya kuwahoja watuhumiwa mbalimbali na mashahidi mbalimbali kwenye kesi za jinai. Jambo ambalo kwa ujumla tutaweka misingi imara ya kesi zetu za jinai kuweza kushinda pale mahakamani. Naitwa Fatuma Maulid, ni afisa hifadhi kitengo cha mtoto katika idara ya ustawi wa jamii. Kwanza niseme nimefarijika sana au nimefurahi sana ama nimeshukuru wadau wa UNICEF kushirikiana na jeshi la polisi kunialika kuwa mshiriki katika mafunzo haya, ambayo ni mafunzo ambayo niliyojifunza au nilionufaika na yatanifanya niwe na uweledi zaidi. Imekuwa kwangu ni chachu katika utendaji wangu ama majukumu yangu ya kazi kupitia mambo ambayo nimeyapata hapa. Hususan kuigusa kwenye sheria kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika au tunafanya ambavyo bila kuzingatia ile sheria inayotakikana haswa. Kwa hiyo nimefarijika na nimenufaika zaidi kwa kupata zile sheria ambazo zitahusiana na kazi zangu juu ya masuala ya uamuzi kwa watoto. Pia kuna hili swala ambalo pia limenigusa zaidi, ambayo tulikuwa sisi tunachukua tufatwa, lakini tulikuwa tuangalie zaidi ndani kuhusiana na mama ambao wajawazito. Zinazile Mswima, Sky TV. Naam, asante kwa taarifa hiyo Zinazile Mswima, kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika kupata taarifa nyingine muhimu zaidi ambazo tunazo usiku huu. Ni pamoja na wananchi watakiwa kutunza miundombinu ya barabara. Mtazamaji popote pale ambapo unaweza kuitazama vizuri zaidi Sky TV, karibu tena kama ndio kwanza wajiunga nasi. Huu ni Ulimwengu wa Habari. Mimi ni Maliango Mugeta. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amewaagiza wananchi kutunza miundombinu ya barabara ikiwemo miradi pamoja na barabara ya lami ya kilomita 17 ambayo imeweza kujengwa katika manispaa hiyo. Michael Francis Bundala kutoka Geita ana taarifa ifuatayo. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ametoa agizo hilo wakati wa ukaguzi wa barabara inayotekelezwa kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kwa gharama ya shilingi bilioni 22.2, huku akimtaka mkandarasi kuongeza kasi ya kazi ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati. Barabara hiyo ni mradi wa uboreshaji wa kiwango cha lami ya Mkolani Mwatulole Nyankumbu Kivukoni Nguzo 2 Samandito, ikiunganisha maeneo ya Ema, Mama Kengele, Mwabasabi
na Mwatulore Nshinde hadi maeneo ya Twiga na yanatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi wa pili mwaka 2026. Ni vizuri tukaendelea kuwaelimisha wananchi juu ya uwepo wa barabara hii, kuendelea kulinda miundombinu inayopatikana kwenye barabara zetu. Na kwa hiyo kila mwananchi ana wajibu wa kuhakikisha kwamba miundombinu yote iliyoko hapa inalindwa, inatunzwa ili iweze kutumika kwa makusudi na malengo ambayo yamewekwa. Lakini kwa mkandarasi kuendelea kuajiri wa Tanzania na hususan wananchi wa manispaa yetu ya Geita ili waweze kuona faida na kufaidika na kazi ambayo inapatikana kwenye eneo hili. Ni matarajio yetu kwamba upatikanaji wa barabara hii ya rami yenye zaidi ya kilomita 17 na uwekaji wa taa za barabarani unakwenda kuchochea maendeleo ya mji wetu na manispaa yetu ya Geita. Baadhi ya wananchi wameipongeza serikali kwa kutekeleza mradi huo wa barabara, huku wakiomba jitihada ziongezeke ili ukamilike kwa wakati. Katika hatua nyingine, RC Shigela ametembelea mradi wa ujenzi wa shule ya msingi ya Nyantindiri iliyopo kata Nyankumbu na kuwapongeza wananchi kwa kujitolea kujenga msingi wa vyumba vya madarasa na kuunga mkono jitihada hizo, ambapo amechangia tofali 2000 huku ofisi ya mkuu wa wilaya ikiahidi kutoa mifuko 50 ya saruji. Amesema kazi na nini? Kazi na utu. Sasa kazi na utu ni kufuatilia kazi ambazo zinafanyika kwa fedha ambazo ametuletea Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa niaba ya wananchi wa mkoa huu na hususan wananchi walioko kata hii ya Nyankumbu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuleta zaidi ya milioni 100 na ngapi? 63. Na kwa sababu nimeona sample hii ya madarasa haya 5 inaonyesha kabisa kwamba fedha hizi zimetumika kwa lengo lilokusudiwa. Kila pili nampongeza mkurugenzi wa manispaa yetu kwa kutenga fedha kutoka kwenye mapato yetu ya ndani. Halmashauri yetu kutokana na mapato yake ilileta fedha hapa. Lengo kwa kweli ni kupunguza wanafunzi kwenye darasa ili mwalimu anapofundisha aweze kumuona anayemfundisha. Sasa kazi yetu kubwa ni malezi ya watoto wetu. Dunia sasa ni dunia ambayo inabadilika sana. Na dunia inayobadilika inahitaji sana uwekeze kwenye maarifa, uwekeze kwenye sayansi na teknolojia ili uweze kupata kizazi ambacho kitaweza kushindana na dunia sasa. Usipowekeza huko, watoto wetu wanageuka ni kuwa watumiaji wa kinacholetwa. Kama kinaletwa maonyesho yao kwenye TikTok ni maandamano, watadhani hayo ndio mafanikio. Badala ya kutumia maarifa ya sayansi na teknolojia kwa ubunifu wa kusema sisi tunachotaka ni hiki na hiki na hiki, hiki na hiki hatukitaki kwenye maeneo. Kwa hiyo tuhakikishe watoto wetu wanapotoka majumbani wetu kwenda shuleni, tuhakikishe kweli wameenda shuleni. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ameahidi kuendelea kufuatilia utekelezaji wa miradi hiyo ili kuhakikisha inakamilika kwa ubora unaotakiwa na kwa manufaa ya wananchi wa Geita. Michael Francis Bundala, Sky TV. Naam, dunia sasa ni dunia ya mabadiliko, ni maneno ambayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Shigela, hivyo unahitaji kuwa makini zaidi sana. Tunatoka Geita na sasa tunaelekea mkoa wa Songwe, ambapo habari kubwa kutoka huko ni kuhusu utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Idi Wili ya wilaya ya Mbozi mkoa wa Songwe yenye urefu wa kilomita 20 ambao unatekelezwa na wakandarasi wanawake wazawa umefikia asilimia takriban 16. Wananchi katika eneo hilo wao wameweza kuonyesha matumaini makubwa ya kukuza uchumi wao kupitia barabara hiyo kutokana na fursa ambazo zimejitokeza baada ya barabara hiyo kuweza kukamilika. John Kiango huyu hapa. Baadhi ya wakazi wa vijiji vinavyopitiwa na barabara hiyo akiwemo Lea Mgala na Simoni Njezi wamesema kukamilika kwake kutarahisisha shughuli zao za kiuchumi na kuongeza mwingiliano wa wafanyabiashara kati ya vijiji jirani. Sisi ni wakulima wa viazi, kahawa, njegere na mahindi. Tulikuwa hatuna barabara nzuri ya kusafirisha mazao yetu. Kwa hiyo tumeona hii barabara inaweza ikatupa morali, hata wageni wanaweza wakaja wengi. Kwa sababu hii barabara inaweza ikavuta watu kama watalii kuja kuangalia kwamba huku Iyula kuna nini. Kwa sababu tatusaidia sana. Kwa mfano kipindi cha masika tulikuwa tunapata shida mno. Sasa hivi mambo yatakuwa fresh. Wajitahidi kwa kwenda kasi kwa sababu
ukifika muda wa masika barabara hiyo huwa inasumbua, watashindwa kufanya kazi. Barabara hii imejengwa na makandarasi wanawake wazawa chini ya usimamizi wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS. Wahandisi Hilda Makelemo, Eva Black Mwakalinga wameeleza hatua zilizopitiwa wa ujenzi. Tuko hapa kwenye hii miradi ambayo ni ya pilot, manake ni miradi wezeshi ya wanawake tu. Hii miradi ina kilomita 20 ambayo ni ya wanawake watupu, na wanawake wamegawanyika katika makundi manne. Tunaita lot 1, lot 2 na lot 4. Na kila loti ina makandarasi watatu. Hatuna utofauti na makandarasi wengine. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunajivunia kwamba toka tumeanza yapata kama ni miezi miwili sasa, tuna 16%. Kwa sasa hivi mradi huu tuko kwenye kiwango cha kitako cha barabara road bed. Kitako cha barabara ambacho kuna upana wa kilomita kina upana wa mita 11, na katika kilomita 5 tunazojenga sisi tumeshaanza kufanya kazi kilomita 2.5. Upande wake, rais wa chama cha makandarasi wanawake Tanzania TAWOMA ameshukuru serikali kwa kuamini na kuwapatia jukumu hilo muhimu. Kazi ambayo sio kazi ngumu tulivyokuwa tukifikiria zamani kina mama, kumbe na sisi tunaweza kuifanya. Kwa sasa tuko kwenye kutengeneza roadbed na tunaweka G3, G7, G15, C1 na hatimaye tutamaliza na kukabidhi. Kwa sasa hivi wengi wetu tuko kwenye G3 na G7. Mimi John Kiango, Sky TV. Naam, ni moja kati ya barabara ambazo zikikamilika zitakuwa zimeweka historia kubwa sana nchini Tanzania. Kwa nini? Kutokana na jambo moja tu, imejengwa na wanawake watupu. Naam, utekelezaji wa mradi wa sasa unatazama vizuri zaidi Sky TV na mtazamaji popote pale ambapo upo. Hiyo ndio hitimisho la habari za kitaifa. Mapumziko yafuatayo ndio tutapeleka moja kwa moja kuungana naye Godliness Gaspar katika habari za biashara na uchumi. Endelea kuwa pamoja nasi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas.
Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godiness Gaspar. Wafugaji katika kijiji cha Katuka wilayani Kalambo mkoani Rukwa wameiomba serikali kupitia wizara husika kufanya utafiti wa kina kuhusu ugonjwa wa kwato unaowasumbua mifugo yao hususani ng'ombe. Wamesema ugonjwa huo umeendelea kuwa kikwazo kikubwa katika juhudi zao za kuinua kipato na kuboresha maisha kupitia ufugaji, kwani unasababisha ng'ombe kushindwa kutembea, kupungua uzalishaji wa maziwa na hatimaye kufa endapo hawatapatiwa matibabu kwa wakati. Kwa mujibu wa baadhi ya wafugaji, jitihada zao za kutumia tiba za kienyeji au dawa wanazozipata madukani hazijazaa matunda, kwani ugonjwa huo hujirudia mara kwa mara na kuathiri mifugo wengi zaidi. Wameitaka serikali kupitia wataalamu wa mifugo kufanya utafiti wa kisayansi ili kubaini chanzo halisi cha ugonjwa huo na kuandaa chanjo maalum ya kudhibiti ugonjwa huo. Aidha, wameomba mafunzo ya mara kwa mara kuhusu namna bora ya utunzaji wa mifugo na udhibiti wa magonjwa, wakiamini kuwa hatua hizo zitaboresha sekta ya ufugaji na kuinua uchumi wa wananchi. Ugonjwa wa kwato za ng'ombe pia umekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hivyo niweze kuiomba pia serikali kupitia programu zake waweze kufanya utafiti, pia waendelee kufanya utafiti ili kama inawezekana hawa watu waweze kupata tena huduma kwa huo ugonjwa wa kwato. Kipindi hiki tuna mabenki na mabenki haya siku hizi yameacha kushughulika na sekta chache, sasa yameongeza wigo, yanashughulika na sekta nyingi. Wakulima wa mahindi unafahamu wanapata mikopo, wakulima wa alizeti wanapata mikopo, wenzetu wanaovua kule wanapata mikopo, na mwaka huu Mheshimiwa Rais alitoa pia mikopo ya maboti, nadhani mnakumbuka. Lakini uko utaratibu wa kibenki kwa wale wenzetu wanaofuga na kunenepesha mifugo yao, hao wanakopesheka benki. Sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2802 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 2830 na senti 7. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 18 na senti 9. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 6. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2421 na senti 5 na kuuzwa kwa shilingi 2445 na senti 8. Na randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 141 na senti 9 na kuuzwa kwa shilingi 143 na senti 3. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu Biashara na uchumi. Naam, asante Godiness Gaspar katika kutupitisha kwenye biashara na uchumi, mtazamaji wa Sky TV katika ulimwengu wa habari. Sasa moja kwa moja tunaungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, na hii ni mara baada ya mapumziko yafuatayo, na kubwa zaidi huko ni kuhusu nchi
ambazo ziko katika mfungo wa G7 wasema wakosoa vita vilivyoko nchini Sudan. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Mawaziri wa nchi za nje wa mataifa 7 yanayoendelea kiviwanda duniani G7 wamekosoa vurugu za Sudani, wakisema mapigano kati ya jeshi la taifa hilo na wanamgambo wa RSF yamesababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Katika taarifa yao ya pamoja, mawaziri hao kutoka Canada, Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia na Japan wamesema wana wasiwasi kuhusu visa vya unyanyasaji wa kingono vinavyoendelea katikati ya vita hivyo vilivyodumu kwa takribani miaka miwili. Kwingineko, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio ametoa wito wa hatua za kimataifa kuchukuliwa ili kulipokonya silaha kundi hilo la RSF, huku akilinyoshea kidole cha lawama kwa umwagaji wa damu unaozidi kushuhudiwa Sudani na mateso kwa raia ikiwamo ubakaji. Mgogoro wa Sudani hadi sasa umesababisha mauaji ya maelfu ya watu, huku wengine takribani milioni 12 wakiachwa bila makao. Mgogoro huo pia umesababisha janga kubwa la njaa. Pande zote mbili, jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF, wameshutumiwa kwa kutekeleza ukatili dhidi ya raia katika vita hivyo. Kwingineko, mawaziri wa sheria na nishati nchini Ukraine Gelmani Galushchenko na Svitlana Haylinki wamejiuzulu jana Jumatano kufuatia madai ya kuhusika kwao na sakata kubwa la ufisadi katika sekta ya nishati nchini humo. Wachunguzi wamedai kuwa Galushchenko, mshirika mkuu wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, alianzisha mpango wa ufisadi wa dola milioni 100 katika sekta hiyo, hali iliyosababisha hasira ya wananchi wakati ambao taifa hilo linakosa umeme kufuatia mashambulizi ya Urusi yanayoendelea kushamiri nchini humo. Ukraine imekuwa ikikabiliwa na kashfa mbalimbali za ufisadi, na kuondoa tatizo hilo serikalini ni moja ya masharti yanayohitajika ili kujiunga na Umoja wa Ulaya. Awali, Rais Zelensky aliwataka mawaziri hao kujiuzulu kufuatia uchunguzi wa sakata hilo la ufisadi. Na hatimaye, kiongozi wa serikali ya mpito Bangladesh Mohammad Yunus amesema nchi hiyo inaandaa kura ya maoni kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya mwezi Julai ya kuwa na mageuzi ya kitaifa yaliyoandaliwa baada ya maandamano makubwa. Kiongozi wa serikali ya mpito Bangladesh Mohammad Yunus amesema nchi hiyo iliyoko barani Asia inaandaa kura ya maoni kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya mwezi Julai ya kuwa na mageuzi ya kitaifa yaliyoandaliwa baada ya maandamano makubwa ya wanafunzi yaliyofanyika mwaka uliopita. Kiongozi huyo pia amesema uchaguzi wa bunge utafanyika mwezi Februari na utakuwa wa huru na wa haki. Makubaliano ya Julai yanalenga kubadilisha siasa na taasisi za taifa hilo na utambuzi wa katiba kwa maandamano ya mwaka 2024 yaliyomlazimisha Sheikh Hasina, waziri mkuu wa muda mrefu nchini humo, kuitoroka nchi na kukimbilia uhamishoni nchini India. Vyama vingi vya kisiasa vilitia saini makubaliano hayo mwezi Oktoba, lakini chama cha National Citizens kilichoundwa na viongozi wa vuguvugu la mwaka uliopita pamoja na vyama vingine 4 vya mrengo wa kushoto vilisusia makubaliano hayo. Mwisho wa habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga.
Habari za kimataifa. Naam, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Asante Pius Jaunga kutupitisha katika habari za kimataifa. Na sasa tunaelekea katika michezo na burudani, ambapo huko tunaenda kuungana naye Johannes Michael kujua nini kinachoendelea katika michezo na burudani kwenye viwanja vya ndani na nje. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Huwali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani, ambapo klabu ya Young Africans imezindua mradi wa kuendeleza vijana wa Yanga Soccer School. Shule hiyo ya soka itagusa watoto kuanzia umri wa miaka 11, umri wa miaka 13 na umri wa miaka 15. Kwenye uzinduzi wa Yanga Soccer School, kocha wa zamani wa Mamelodi Sundowns na National Al Ahly Pisto Mosimane atakuwepo. Mkuu wa idara wa mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ari Shahabani Kamwe ameweza kuelezea mradi huo unalenga nini na watu watanufaika vipi na Yanga Soccer School. Za mpira katika njia sahihi. Kunaweza kuwa na vituo vingi, lakini Yanga Soccer School inakupa njia sahihi wewe kama mtoto kufikia karia yako ya kwenda kuwa kwenye professional footballer, kuwa mchezaji wa soka la kulipwa. Njia sahihi. Ndio maana ukiangalia hapa CEO amegawa hizi umri katika maeneo matatu. Kwa Yanga Soccer School itakuwa na maeneo matatu kwenye umri.
kuna watoto chini ya miaka 11, kuna watoto chini ya miaka 13 na kuna watoto chini ya miaka 15. Ukizingatia 11, 13 na 15. Ukizingatia tayari Young Africans tunayo timu ya chini ya miaka 17 ya vijana, tunayo timu ya under 20 na tunayo senior timu yetu. Maana yake tunampitisha mtoto katika njia sahihi kuelekea kwenye karia yake ya soka la kulipwa. Sasa wazazi wengi kizungumza nao, wana ndoto watoto wao wacheze mpira, lakini ile elimu sahihi ya mtoto wake kucheza mpira, lile eneo sahihi, kwa sababu unapozungumza umri wa miaka 11, miaka 13, unazungumza mtoto ambaye inabidi apate maarifa sahihi, kuwe kuna eneo sahihi kwenye usalama wa huyo mtoto, kuanzia security yake, afya yake na kila kitu mzazi anapompeleka huyo mtoto. Kwa sisi tumetengeneza soccer school hii kwa kukata hizo age. Kwanza tunakwenda kuweka maarifa sahihi kwa watoto. Kutakuwa na mtaala sahihi wa elimu ya mpira kwa chini ya miaka 11, miaka 13 na miaka 15. Lakini namba 2, Young African Sports Club, taasisi hii kwa ukubwa wake na heshima yake, itamuhakikishia mzazi vitu vikubwa vitatu. Kiondoa mtaala sahihi, vitu vikubwa vitatu vipata hapa kwenye soccer school. Kwanza, taasisi yetu ni taasisi inayoheshimika, ni credible institution. Sio taasisi tu ya kawaida, ni taasisi ambayo wameshapita watu wengi wakafanikiwa kimpira. Ni taasisi ambayo imeshasaidia watu wengi kwenye football wakafika katika karia za mbali. Achilia mbali wachezaji tu ambao mnaona watamba Afrika, wako wachezaji ambao wamepita Yanga wametamba pia. Yes, na kuna taarifa nyingine kuhusiana na timu ya JKT Queens ambayo inashiriki ligi ya mabingwa upande wa wanawake, ambapo nahodha wa timu hiyo Anastasia Katunzi amesema hawajakata tamaa kuweza kupoteza ama kutoa sare michezo miwili, lakini bado wamesaliwa na mchezo mmoja ambao watacheza dhidi ya TP Mazembe wa kuweza kuamua je watatinga katika hatua ya 16 bora kunako ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake ambayo inafanyika pale nchini Misri. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama. Cha pili, matokeo ya jana sisi hayatukatisha tamaa kwa sababu bado tupo mchezoni, tuna pointi 2. Kwa bado tuna mechi moja mkononi, kwa hiyo lolote linaweza kutokea na tutapambana tupate ushindi mechi ya mwisho ili tuwe kwenye nafasi nzuri zaidi. Sisi tunaamini kwa nguvu zetu kupitia benchi letu la ufundi wanatupa moyo, na sisi wachezaji tunaona bado tuna nafasi, kwa hiyo tutapambana mechi ya mwisho tuweze kupata matokeo mazuri tuweze kwenda nusu finali. Kama mnavyoona tunafanya kila kitu, tunapambana, tunacheza mechi ngumu kwa sababu opponent wetu wanatumia nguvu sana, wana power play, lakini sisi tunapambana kupata matokeo. Tushafanya kila kitu. Shoti bado tuna mechi moja mkononi, kwa hiyo tutapambana hii mechi moja mkononi. Kila laheri kwa JKT Queens ambao wamesaliwa na mchezo mmoja kunako ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake. Na moja kwa moja tunakwenda pipa hadi kimataifa ambapo klabu ya Wolverhampton Wanderers ya ligi kuu pale nchini Uingereza imemteua mkufunzi Robert Edward kuwa kocha mkuu mpya klabuni hapo, akichukua mikoba ya Victor Pepele aliyetupiwa virago wiki iliyopita kufuatia mwenendo usioridhisha wa klabu hiyo. Edward mwenye umri wa miaka 42 ambaye alikuwa kocha wa klabu ya Middlesbrough klabu ya kabla ya kutua ofisi, amesaini mkataba wa miaka 3.5 akikabiliwa kuwa na jukumu la kuweza kuiondosha timu hiyo ama kufanya vizuri kunako ligi kuu pale nchini Uingereza, kwani wamekuwa hawana matokeo mazuri, na ndio maana mpaka Edward mwenye umri wa miaka 42 amekwenda kujiunga na timu hiyo kwa ajili ya kufanya makubwa zaidi. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na timu ya taifa ya soka Argentina inatarajiwa kuwa mgeni maalum wiki hii wakati wa taifa la kusini mwa Afrika Angola ikiadhimisha miaka 50 ya uhuru kutoka kwa Ureno.
Angola imeandaa mchezo huo wa kirafiki kati ya timu ya taifa ya Argentina kwa siku ya Ijumaa unaolipotiwa kuwa unagharimu dola milioni 13 ili kuvutia mabingwa hao wa kombe la dunia kuweza kushiriki katika mchezo huo. Mchezo huo utapigwa kwenye uwanja wa Novemba 11 nchini Angola uliopewa kwa jina la siku za hivi karibuni kama uwanja wa Uhuru. Kikosi cha Argentina kitawasili Angola kesho kwa mujibu wa shirikisho la soka la Argentina. Angola ilitangaza uhuru wake kutoka kwa mtawala wa kikoloni Ureno mnamo Novemba 11 mwaka 1975. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndio mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Maliango Mugeta kwa ajili ya kuweza kuhitimisha. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Ndivyo ambavyo nakamilisha Johannes Michael katika michezo na burudani, na ndio anatoa nafasi ya kuweza kujua kinachoendelea katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia usiku huu. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya pamoja na Njombe, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, lakini pia kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na kiwango zaidi cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 34 katika mkoa wa Morogoro. Na mifumo ya anga inaonyesha ongezeko la viashiria vya mvua katika maeneo magharibi mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Katavi, Rukwa, Songwe, Mbeya pamoja na Njombe. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa, ikiwemo na kuwajulisha ndugu zetu ambao wanatokea katika maeneo hayo. Lakini pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kigoma, Katavi, Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe pamoja na Ruvuma, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Tabora, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, maeneo ukanda wote wa pwani pamoja na mkoa wa Iringa, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Singida na Dodoma, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Lakini pia kwa mkoa wa Arusha,
Vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Mamlaka ya hali ya hewa katika utabiri wake ndio ambayo inatufikisha katika tamati ya ulimwengu wa habari, lakini kwanza ni kukumbushe pia yale ambayo tulikuwa nayo katika ulimwengu wa habari. Ni pamoja na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ateua baraza la mawaziri lenye wizara 20. Lakini kimataifa, kundi la G7 la kosoa vita vya Sudan. Na katika michezo, klabu ya Yanga waje na shule ya michezo. Moja kati ya nafasi muhimu tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na YouTube, andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika maandalizi ya ulimwengu habari, mimi ni Maliango Mgeta, nikutakie utazamaji mwema.